Leo linasema mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Kitabu cha ninatamani nizungumzie habari hii ya ndoa kwa namna ya pekee sana. Wanandoa na wale ambao hamko kwenye ndoa, ninatamani jambo hili mlitazame kama jambo la msingi sana, halafu kubwa na la pekee, sio dogo. Na tunapokwenda kulizungumzia, tunamaanisha kitu ambacho Mungu amewekeza nguvu yake serious. Yaani ni kitu ambacho sio cha kuchezea, ni kitu ambacho usijaribishe. Yaani kama kuna vitu ambavyo Mungu aliwahi kuwekeza kwa nguvu zote na akiwa serious, aliwekeza katika ndoa. Kwa hiyo wewe uliye kwenye ndoa na wewe unayepanga kuingia kwenye ndoa, amini kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amekuamini kwamba hautaichezea, utafanya kama anavyotaka yeye. Na ngoja nikukumbushe jambo la pekee. Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba Adam na Eva, na hakuumba tena mwanadamu mwingine. Akaruhusu wanandoa ndio waendeleze kiwanda cha kuumba wanadamu wengine. Ndio maana akatupatia baraka ya watoto. Kwa hiyo na mimi nakukumbusha kwamba ukiwa kwenye ndoa, uko mahali ambapo Mungu kila leo anatembelea. Yaani ni sawa na wewe ambaye umewekeza, una kiwanda mahali fulani, umewekeza mabilioni. Sasa kila siku taenda unatembelea mahali hapo ili uangalie panaendeleaje. Kwa hiyo hata Mungu kila siku huwa anakuja, anatutembelea, anasema hii ndoa inaendeleaje, huyu mwenzi anaendeleaje. Kwa hiyo sio jambo dogo. Una tajiri, una bosi, una tajiri aliyekuamini akakukabidhi. Kwa hiyo kila siku anatembelea mahali hapo. Elewa hilo. Na niwaambie, ukiwa kwenye ndoa kabisa, una mwaka mmoja kwenye ndoa, miaka miwili, miaka mitatu, msichukulie kwamba ni jambo dogo. Na niwatie moyo kwa dini yako na kwa dhehebu lako, kila unapoona mwaka umepita uko kwenye ndoa, mshukuru Mungu, na ikibidi toa sadaka kwa ajili ya ndoa yako. Kwa sababu kama kuna jambo duniani ambalo shetani ameelekeza mabomu ya aina zote, ni swala la ndoa. Msione watu wanaachika kwenye ndoa, msione watu wanakimbia kwenye ndoa. Ndoa ni taasisi yenye maadui wa aina zote, maadui wa kiroho na maadui wa kimwili. Yaani mapepo yanafanya kazi kupiga ndoa, maadui wa kimwili wanafanya kazi kupiga ndoa. Ngoja nikupe mfano mdogo. Ulishawahi kuona mnaamka asubuhi, mlilala mkiwa tu na amani, mke na mme, wala hakuna shida, lakini mnaamka asubuhi hamsemeshani? Hakuna aliye na mpango wa kuzungumza na mwenzake. Ukifikiria hili limetoka wapi, hakuna anayejua. Ni mpango wa shetani kuongeza mapepo katika ulimwengu wa ndoa. Sasa sikiliza. Kitabu kile cha Waefeso kinaeleza habari ya waume wake kuwatii waume zao, na waume kuwapenda wake zao kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sikiliza hiyo statement, kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sio kazi yangu, Pastor Butoke atakuja kuambia vizuri. Kristo ni mume wa kanisa na hana wake wengi, ana mke mmoja ambaye ni kanisa lake. Na kwa sababu hiyo anasema tuwapende wake zetu kama yeye alivyolipenda kanisa, sio makanisa. Kwa hiyo mpango wa Mungu katika ndoa, anataka kuonyesha jinsi yeye alivyo na mke mmoja, ndivyo na sisi tunapaswa kuwa hivyo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 27, maandiko yanasema yeye aliyewaumba tangu mwanzo aliwaumba mtu mme na mke, mme na mke. Mungu hakuumba wanaume na wanawake, no, aliumba mwanamume na mwanamke. Sasa sikiliza, katika masomo yetu ya kila siku tunayojifunza ya kijamii, na wengine waenda mlishawahi kusoma habari hizo, tulifundishwa hivi, kuna aina kuu tatu za ndoa. Aina ya kwanza tukaambiwa ni ndoa inayoitwa polygamy. Hii ni ndoa ya mume mmoja na wake wengi, mwanamume mmoja na wanawake watatu, wawili, wanne na kadhalika. Lakini aina ya pili ya ndoa inaitwa monogamy, ambayo ni ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Aina ya tatu inaitwa polyandry. Hii ni aina ya ndoa ya mwanamke na waume wengi. Ngoja niwaulize mlioko hapa, wangapi mmewahi kuona mwanamume mwenye wake wengi? Hebu nyosha mikono yako.
Hebu shusha sasa niulize swali jingine. Wangapi wamewahi kuona mwanamke aliyefunga ndoa na wanaume wengi? Inua mikono yenu. Lakini iko kwenye aina za ndoa. Na sasa sikiliza, nataka nikupeleke ujue ni kana kwamba tunabaki na aina mbili tu za ndoa. Ndoa ya mume mmoja na wanawake wengi, na ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Sasa sikiliza, haukuwa mpango wa Mungu kwamba mwanamume aoe wanawake wengi. Hili jambo lilianzia wapi? Ngoja nikupe historia, background ya kila ndoa. Nikupe background ya kwanza ya ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Hii ilianzia wapi? Ilianzia katika bustani ya Eden, ambapo Mungu alipoumba mwanadamu akaumba mwanamume na mwanamke. Ndio ulikuwa mpango wa Mungu, na akasema hawa wawili wataambatana na wao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wewe na mwenzi wako mlipoambatana mlikuwa mwili mmoja. Lakini background ya ndoa ya mwanamume mmoja na wanawake wengi, mwanamume wa kwanza duniani, kama unanisikia nipungie mkono. Wow, mwanamume wa kwanza duniani kuoa wanawake wengi anaitwa Lameki. Na huyu Lameki ni wa uzao wa Kaini, na Kaini ni yule mwasi ambaye aliua mdogo wake anayeitwa Habili. Ndipo kitabu cha Mwanzo sura ya 6 kinasema ikawa wana wa Mungu ikawa wanadamu walipoanza kuongezeka usoni pa dunia, wana wa Mungu wakawaona wana wa wanadamu kwamba ni wazuri, wakajitwalia kwa kadiri walivyoweza. Na hicho kitu kikamkasirisha Mungu. Akasema sikupanga hivyo. Kwa hiyo wakaanza kuchukua mwenye 5, mwenye 10 na kadhalika, akaweka mahali hapo. Na kwa sababu hiyo nataka nikujengee msingi huu. Kuna sababu kubwa 4 ambazo zimeaminika kwamba zinawafanya watu waoe wanawake wengi. Sababu ya kwanza, wanasema tunaoa wanawake wengi ili tusiwe na tamaa ya kutamani mwanamke yeyote. Yaani nikikutana na kafupi ninako nyumbani. Nikikutana na kambaombao ninako nyumbani. Nikikutana na kibonge ninaye nyumbani. Nikikutana na mweusi ninaye nyumbani. Sasa utawarundika mpaka lini? Sasa wakasema tunafanya hivyo ili tusitamani mwanamke yote, tuwe na aina zote. Wanawake, naomba hilo mliweke kichwani. Yaani ni kama mtu anasema niwe na nguo aina zote. Akaweka mrefu, mnene, mfupi, mwembamba na kadhalika. Sababu ya pili, wanasema tunaoa wanawake wengi ili kuwafanya wawe na nidhamu. Akinisumbua Mwajuma nakimbia kwa nani? Mwanaidi. Akinisumbua Jessica ninakimbia kwa Dina. Kwa hiyo anawafanya wawe na nidhamu. Lakini angalizo ni kwamba unapowafanya wawe na nidhamu kwa kuwaongeza kwa wingi, hakikisha umejidhatiti, kwa sababu wakipatana katika lao moja ni rahisi hata wao kukufanyia lolote. Tena wale msiosari, msiokuwa na imani, mtalishwa vya kulishwa. Sababu ya tatu, kwa nini wanasema wanaoa wanawake wengi? Wanasema wanaoa wanawake wengi ili kuzuia tamaa ya mwili. Huyu anapokuwa amejifungua ana mahali pa kwenda kupumzika. Huyu akiwa mgonjwa ana mahali pa kwenda kupumzika. Utagundua nayo ni njia ya urafi, yani hana kiasi. Sasa sikiliza, katika Biblia Yesu alipokuwa hapa duniani alieleza vizuri kabisa kwamba haikuwa hivyo, na akanukuu kitabu cha Mwanzo kwamba haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mungu aliumba mwanamke na mwanamume. Sasa kwa nini wanawake hawakuruhusiwa kuolewa na wanaume wengi? Nisikilize vizuri. Kwa nini hawakuruhusiwa kuolewa na wanaume wengi? Ile polyandry, ile aina ya tatu ya ndoa niliyoisema. Sababu ya kwanza, katika jamii za zamani mwanamke hakuchukuliwa mwanamke alichukuliwa kama bidhaa, ananunuliwa kama bidhaa. Mwenyezi jirani kumwambia pastor rudie au aendelee. Alichukuliwa kama bidhaa, wakaona kwamba anaweza akanunuliwa, na ndio mwanzo wa kitu kinaitwa mahari. Maana mahari sio mpango wa Mungu. Hilo nalo usikie, kuna wachache watashikilia hapo. Nitarudi, nina somo la mahari baadaye. Maana unapotoa mahari umemuuza mtoto wako. Na mimi niwaambie watoto wa kiume na wa kike, ifike mahari, mabinti mlielewa hili. Ilikuwa ni zamani, wale mabinti wa kishamba ndio walikuwa wakiolewa, wakichumbiwa, anamuuliza mtoto wa kiume, una nyumba,
una gari, una kazi. No, ifike hatua na wewe binti unapochumbiwa uwe na wewe umejizatiti. Unapomuuliza una kitanda, na wewe nenda na godoro. Unapomuuliza una skrini, na wewe nenda na meza. Mchangie. Sio amina. Vijana msikanyagie hapo mkadhani tumefuta. Bado ninakuja. Twende taratibu, bado ninakuja. Bado ninakuja kabisa. Kwa hiyo jamii nyingi katika Agano la Kale ilichukulia mwanamke kama bidhaa ya kununuliwa. Lakini namba 2, jamii nyingi katika Agano la Kale walikuwa na mfumo dume, na huu mfumo dume ulituathiri sana. Hata kwenye jamii za makabila mengi walikuwa na mfumo dume. Hamkuwahi kusikia wanasema mayai, wanawake hawali mayai, ni ya wanaume. Ukichinja kuku wanasema firigisi ni ya mwanamume. Halafu kama ni samaki isato, kichwa cha mwanamume. Mimi kwenye kabila langu, mwanamke mwenye heshima akienda kutenga chakula kwa mume wake alikuwa anatembelea magoti, ndipo anaonekana ana heshima. Mifumo dume. Na kama kuna mwanamume ameketi mahali hapa, nataka nikwambie kwa jina la Bwana, kaue mfumo dume kwa jina la Yesu. Siku ya Jumapili nitakwambia falme 3 zilizoko kwenye ndoa. Usidhani wewe ndiye mfalme peke yako, falme 3. Maana mfumo dume una hasara zake. Kwanza, mfumo dume baadaye utakuchonganisha na watoto wako. Mfumo dume utakunyima siri kwa mke wako, maana atakuwa anakuogopa ila hakuheshimu. Kwa hiyo walikuwa na mfumo dume. Lakini namba 3, mwanamke alichukuliwa kama chombo cha starehe. Wadada mnaonisikiliza, sikiliza. Huu mpango ni mkakati wa shetani tangu zamani, na leo anaendelea nao. Ndio maana ngoja niwaambie mnaopita mitandaoni, unakuta mwanamuziki anaimba muziki wake wa kidunia, amevaa suti, lakini mwanamke anacheza, anakata viuno, amevaa nguo ya ndani. Ameshusha thamani yake, yeye ameonekana ni chombo cha starehe. Wanawake, likataeni hili kwa jina la Bwana. Ninyi ni wa thamani sana. Kabla ya mikutano hii kuisha nitakwambia hakuna mahali wokovu ulifanyika bila mwanamke. Tafuta. Mungu alipotaka kuokoa Misri, mwanamke akabeba ujauzito akazaa Musa. Mungu alipotaka kuokoa dunia, Mariamu akabeba ujauzito akazaa Musa, akazaliwa Yesu Kristo. Wanawake walitumika katika wokovu. Mnatudhalilisha na kumfedhehesha Bwana mnapoidharau mili yenu na kuishusha thamani na kuianika. Na watia moyo katika mikutano hii, rudisheni thamani ya mili yenu. Ninyi sio vyombo vya starehe. Ndio maana mnaona leo hata kuna madanguro, wadada wamepanga mistari wanajiuza na kadhalika. Na wengine ukiwafuatilia ni wadada kabisa wanaoweza kuolewa na wakatunza familia zao, lakini kwa sababu kuna nguvu nyuma yake wanasimama kujiuza. Baadhi ya dhana zilizoko katika swala la ndoa za wake wengi ziko mahali hapo, naomba nisizieleze sana, lakini hebu tutafakari mambo yafuatayo. Mafungu haya, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hiyo ni Mwanzo 1:27. Mathayo 19:4 anasema, akajibu akasema, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo alimuumba mwanamume na mwanamke, sio wanaume na wanawake. Alafu ngoja niwaambie hiki kitu. Mungu angejua kwamba mwanamume anatakiwa kuwa na wanawake wengi, Adamu angeumbiwa wanawake wengi, lakini aliumbiwa mmoja peke yake. Lakini sikiliza, Wakorintho ya kwanza 7:2. Sikiliza hili fungu la pekee. Anasema hivi, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake. Sio waume wake mwenyewe, ni wewe peke yako, wakwako. Hebu nione mikono ya wale ambao mko kwenye ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Nipungieni mkono mkisema amina. Sasa angalizo, shikilieni sana ndoa zenu, maana vibaka wa ndoa leo ni wengi. Shika. Umesafiri, usimpe nafasi mke wako. Mpigie simu mara kwa mara, mkipu bize, maana wewe ukizembea kuna watu watampigia simu. Wewe jifanye uko bize na ofisi. Lakini sikiliza, katika mafungu haya Mungu alipoumba wanandoa katika bustani ya Edeni, aliumba mwanamke na mwanamume. Yes, naomba hiyo nisirudie, nisonge mbele kidogo. Hasara ya kuwa kwenye ndoa ya wanawake wengi, hasara ziko hapa. Wamama mnisikilize vizuri. Hasara ziko hapa. Namba 1, husababisha wivu na migogoro ndani ya familia. Yes. Anaondoka na wengine mpaka wanaenda kwa waganga, anasema nataka nimloge wiki nzima baki kwangu. Wivu na migogoro. Lakini namba 2, hupunguza umoja wa ndoa. Leo yuko kwa huyu, kesho yuko kwa huyu. Anapokuwa kwa yule, huyu anabaki mpweke ndani. Aisee, mlioolewa kwenye ndoa ya wake wengi, Mungu awatie nguvu.
Namba 3, ndoa ya wake wengi huongeza mzigo wa kiuchumi. Na wanaume wanaopenda kuoa wanawake wengi ni wakwepa majukumu. Maana akija kwa Jessica hajaivisha, anakwenda kula kwa Diana. Akienda kwa Diana hajaivisha, anakwenda kwa Mwavita ni mwanamke. Sawa, Mwambene. Mwambete. Maana hizi naona huko ziko nyingi sana. Lakini namba 4, huathiri afya ya kihisia na kisaikolojia. Hii muisikia vizuri. Mwanamume mwenye wake wengi anawanyanyasa kisaikolojia, kwa sababu anapomletea nyama ya kilo 1, anasema labda kwa yule amepeleka kilo 2. Wanawake walio kwenye ndoa za mitala asilimia kubwa wameathirika kisaikolojia, kwa sababu hawaamini. Lakini pia huweza kuharibu malezi ya watoto. Unakuwa na watoto wanaotoka kwa mama wawili. Sasa namna ya kubalance malezi inakuwa changamoto, inapunguza usawa wa upendo. Lakini pia ni chanzo cha magonjwa katika ndoa. Yes, ni chanzo cha magonjwa katika ndoa. Na ningeweza nikakwambia sio tu magonjwa ya kimwili, hata ya kiroho. Wewe mwanamke, Biblia inasema wewe mwili wako ni mtakatifu na mume wako mwili wake ni mtakatifu. Sasa nakuoa wewe mwanamke uliyebarikiwa, lakini bado anakwenda kulala na mwanamke mwenye mikosi, mwenye familia yenye mikosi. Na ile mikosi anapokuja kwako, akikutana na wewe kimwili, na wewe unabeba mikosi yake, ni chanzo cha mapepo na magonjwa mbalimbali. Faida za kuwa kwenye ndoa ya mume mmoja na mke mmoja: unakuwa umefuata mpango wa Mungu kuhusu ndoa, lakini pia unajisaidia wewe mwenyewe kuweka uaminifu katika ndoa, lakini inaondoa ubinafsi, inapunguza magonjwa ya zinaa, inafanya familia kuwa katika umoja, watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Sisi kwetu tulizaliwa 12, mama mmoja na baba mmoja, safi kabisa. Huenda na mimi nitavuka hapo. Sasa sikiliza, ushauri kwa vijana. Sikiliza, ninamalizia. Ushauri kwa vijana. Sikiliza, vijana mnaonisikiliza, sikiliza mahali hapa. Ushauri namba 1, muombe sana Mungu akupe mume au mke wako mwenyewe. Acha kumendea mume wa mtu. Nitoe ombi jioni ya leo. Kama kuna dada aliyeshikilia mume wa mtu leo, rudisha kwa jina la Yesu. Maana yule dada anapolia, machozi yale utayalipa. Usifurahie wewe kutolewa auti wakati kuna dada anakula nyadundwe kila siku. Nyadundwe kule kandaziwa mwezi kuelewa. Anahangaika, wewe unavaa, unabadilisha nguo, dada analia na wewe umeshikilia mume wa mtu. Rudisha kabla hujalipa gharama. Namba 2, binti, usiingie kwenye ndoa ya mitala hata kama umechelewa kuolewa. Tulia, Bwana atakuletea mwenzi wako. Acha kuingia kwenye ndoa ya mitala. Lakini pia kama kuna mwanamke ameteka mume wa mtu, usifurahie, maana machozi ya mwanamke mwenzio utayalipa. Mwanamke mwanamume usiwakusanye wanawake kama bidhaa. Ridhika na mke mmoja. Wanaume mlioko mahali hapo mnipungie mkono. Ridhika na mwanamke mmoja, hao sio bidhaa. Sikiliza, Biblia inamalizia kwa kusema hivi. Hili fungu nalipenda sana. Ni kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 18. Nasema, unywe maji ya birika lako mwenyewe, sio mabirika, birika. Kama umekaa na mwenzi wako, mwambie kunywa maji ya birika lako. Na maji yenye kububujika katika kisima chako, usitawanye chemichemi. Mungu awabariki mnapopanga kubaki waaminifu, mkinywa maji yanayotoka katika visima vyenu, mkikubali kuridhika na mke mmoja, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.